Basi sawa, ni ladies and gentlemen, niko hapa katika kuambia sasa, maana tunaona mikusanyiko ni mengi mtaani kupatana na mtu mmoja mmoja. Mke katoka kwa mume, mume katoka kwa mke, lakini siku hii leo niko hapa kuhakikisha na kuambia vitu ambavyo ukifanya kwenye mahusiano yako yatadumu zaidi. Tumechoka sasa kuwa na familia moja moja, kuwa na watu moja moja. Vifo ni vingi sasa hivi, matukio ni mengi ya ukatili. Kutokana na nini? Hakuna vitu ambavyo hamvifanyi kwenye mahusiano. Sasa kaa tayari, nisikilize, nitazame, niweze kukuambia nini ambacho unapaswa kukifanya. Mahusiano yanaweza kudumu, kunahitajika jitihada, uaminifu na mawasiliano mazuri kutoka pande zote mbili. Hapa kuna mambo muhimu ambayo unapaswa wewe kuyatambua. Wewe mwanamke, wewe mwanaume, kaa tayari. Cha kwanza ni kuweka mawasiliano ya wazi na ya ukweli. Kuwa mwazi kwenye mawasiliano yako. Sema ukweli bila kuficha mambo, sikiliza mwenzako kwa umakini, usijibu tu ili kushinda hoja, lakini epuka kubishana kwa hasira, zungumzeni kwa utulivu. Unaambiwa bwana, ukiwa na hasira usiahidi kitu, wala ukiwa na furaha sana pia usiahidi kitu, maana ile hali inakupelekea kufanya vitu ambavyo utashindwa kuvitimiza baadaye. Lakini kitu cha pili ni kuaminiana. Uaminifu ni nguzo kuu. Usifanye mambo ya siri yanayoweza kuharibu imani ya mwenzako. Kumbuka, mara uaminifu unapopotea ni nguvu sana kuirudisha, na unaambiwa bwana, hichi kitu ni kigumu sana kwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume anapokuamini alafu kavunja uaminifu wako hata kidogo tu, ni ngumu sana kurudia pale kama mwanzo alivyokuwa anakuamini. Lakini pia kuheshimiana. Heshima inajenga upendo na utulivu. Usimdharau mwenzako mbele ya watu, na hata ukiwa faragha, tambua mipaka ya kila mmoja. Kuheshimiana bwana ni jambo la kawaida sana. Lakini hii mwanaume kwa mwanamke